are watching the voice of God. The voice of God. The voice of God. Inuka. Angaza. Tangaza. Be blessed. Habari yenu watazamaji popote mlipo. Ni furaha yangu kuja mbele yenu kwa kuleta neno la Mwenyezi Mungu kupitia kwa njia hii ya televisheni. Majina yangu ni Venerable Alex Wandumbu, nikiwa administrator wa kanisa Anglikana wa Askofu wa Maseno North. Siku hii ni siku kuu kwa maisha yetu, ni siku ambayo inaitwa Father's Day, siku ambayo tunaadhimisha baba ambaye amekuwa ni mlezi, ambaye amekuwa ni mwelekezi, ambaye amekuwa mshauri wa jamii. Father's Day is a very important day in our life. We feel celebrate our fathers wherever they are. And I want to bring to our attention the following, that being a father is not just anything else, but it's a calling. I want to celebrate every father, but in particular, that responsible father, because you are created in the image of God to bring on board what God has brought into you, so that you may be able to empower, nurture, and even bring relevancy in the life of those who are still growing, those who are still young. Being a father in these days is not an easy thing. We are living in very hard times, very challenging times. We need fathers to be responsible and to give back to society and bring change that is very positive to our life. Nowadays, to be a father, you must have brains. And having brains, it means you must be able to see beyond the box. You must provide for your family. You must nurture. You must discipline. And you must make sure the generation you are bringing up is a generation that's going to bring change that is positive in our society. Being a father is a calling. You must be able to depend on God. You must be able to make sure you provide for your family. You must make sure that you are able to support the less fortunate in society. We thank God for you fathers. We pray that God will continue nurturing you. On the other side, to be a father is not an easy thing. Fathers work very hard. Fathers toil. But when they come home, they are not received well. When they come home, they are low because they are suffered from the workplace. They have pressure, but they don't have a shoulder to lean on. Our mothers outside there, our wives are not able to listen and even receive our fathers well back at home. A home is built with a father. A home is built with a mother. A home is a home with children. These three must be able to wake up to the call and support the father, who is working very hard to make ends meet. Having said that, I want us to read the book of Micah chapter 6 verse 8, and I read in Kiswahili. The Bible says in the book of Micah chapter 6 verse 8, kwa Kiswahili says, anachotaka Mwenyezi Mungu kwako ni hiki: kutenda mambo ya haki, kupenda, kuwa na huruma na kuishi kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sisi wote tunajua kwamba Mungu alimtumia mwanaume, aliumbwa mtu wa kwanza. Na kwa sababu mwanaume alikuwa na upweke, Mungu akaona kwamba ni vyema akaumbe mama ili awe msaidizi, na pamoja watengeneze familia. Na Mungu akasema, endeni duniani na ukamfanye dunia ikaweze kuwa nzuri zaidi kuliko vile ilitengeneza. We thank God because God has been very gracious to our lives. The far we have come, it is God. Na huyu Mungu amekuwa Mungu mwaminifu kwa maisha yangu, na amekuwa mwaminifu kwa maisha yako. Bila Mungu hatuwezi chochote katika ulimwengu huu. Najua kwamba
tunapoenda kulala, you can only tell me the time you went to bed, but nobody can tell me the time he or she fell asleep, because that one alone belongs to God. My brother, my sister, wherever you are, as you listen to this voice, know our life belongs in God. And this God has made us achieve so much. He has been our enabler. You cannot be complete without this God. And therefore, He has been working with us. He has been providing for us. He has been blessing us. And if we say that we count the blessings the Lord has brought on board, we can count more than 1,000,000. And I want to assure you, it is more than 1,000,000. The blessings that God has given unto us. But the same God has demands from our end. And that's the way Mika says, ni kitu gani Mungu anachotaka kwako? Baba, mama, kijana, popote ulipo, nataka ujue kwamba Mungu kupitia kwa Mika anauliza mambo kadhaa. Ni kitu gani anachotaka kwako? Nataka ujue kwamba Mungu amekubariki, Mungu amekuinua, Mungu amekupa kibali, Mungu amekupa maisha, na yeye anataka kitu hiki kutoka kwako. Kitu ya kwanza Mungu anataka kwako ni hiki. Mungu anataka tutende mambo ya haki. Mtazamaji, popote ulipo, ujiulize, umetenda haki ama wewe ni mtu ambaye hutendi haki kwa wenzako? Kwa kizungu, kutenda haki is simply but to do justice. Justice means that me and you, we have to live as per the commands of the Most High. Katika Biblia, Mungu ametupa amri 10. Amri 10 inasema ya kwamba tukaweze kuishi maisha ambayo ni mema kwa wenzetu. For example, sisi wa Afrika tunapenda shamba. Na ni mara mingi utapata mzee, siku ya leo tunapoadhimisha siku ya baba, unapata wewe ni mzee mzuri, umesoma, uko na shamba, lakini jirani yako anakulia kwa sababu unapenda kusongesha sehemu ya shamba lako. Mara kwa mara wakati wa kura, hasa tunapokaribia wakati wa kura, we are not done justice, kwa sababu tunaibiana kura. Unaingia kwa ofisi na ile hali hukupita kura, na mwenzako ambaye alipita kura anakuwa short changed. Mara kwa mara katika interview zetu, vijana wengi wamesoma, vijana wengi wako na kipaji, lakini hawajapata nafasi kwa sababu nafasi hiyo mtu mwingine alihongana akapata hiyo nafasi. The Bible says this morning that, ndugu yangu na dada yangu, lazima tutende haki kwa nyumba zetu, mahali petu pa kazi, katika vijijini vyetu tutendeane haki. Maana hilo ndilo ombi Mwenyezi Mungu anataka tuwe watu ambao wanatenda haki. My brother, my sister, wherever you are, justice should prevail in our life. Make sure that everybody in your neighborhood appreciates you because you are doing justice to him or her. In your office, wherever you are, don't change somebody just because of a bribe, just because you want your daughter or your son to be in that position, but give somebody a chance to give his or her best by doing justice. Kitu kingine ambacho Mungu anataka tutende katika maisha yetu, anataka tupendane. All of us understand that the Bible says, Jesus himself said, the greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. That is the greatest commandment. The Bible says, na vile Mungu amesema kwamba anataka tupendane. Na kupendana ni neno ndogo sana, lakini it is the greatest commandment Jesus left all of us. Kwamba tunapotembea, tunaposhirikiana, tunapofanya kazi ya Mungu, tuonyeshe upendo. And the same Bible says that hata nipeane mali yangu kwa maskini, hata kama nitaimba kwa ndimi, kama sina upendo, yote ni bure. I want to remind all of us, wherever you are watching this from, kwamba Mungu anataka tupendane. Na Mungu anataka tuanzie kwa nyumba zetu. Kama wewe ni mama, penda mume wako. Kama wewe ni baba, penda mke wako. Kama wewe ni mtoto, penda wazazi wako. Na penda pia jirani yako. Twende kanisani tupendane. A neighbor is somebody around you. Family starts, after family
we have the other social life. Tupendane kwa haki. Unapopendana inamaanisha ya kwamba siwezi kuwa ninakula, ninatupa na mwenzangu analala njaa. Watoto wangu wasiende shule na wajirani yangu hawaendi shule. Tusiwe kwamba tunajitakia makuu na wengine tunawachimbia mtaro ili wasiendelee. Mungu anasema kwamba kile anachotaka kwetu ni kwamba tupendane bila masharti. Tushirikiane. Si wakati wa leo ni wakati mgumu sana. Wakati wa corona, nchi inafungwa, watu wanakosa kupata kipato. Ni wakati kama uko nacho, kumbuka mwenzako. Ni wakati ambapo kama wewe unajua kwamba mwenzako ako na shida ya COVID, mtembelee. Mimi nilikuwa na corona, ilikuwa wakati mgumu sana kwangu, nilikosa msaada, watu hawakujua kama mimi ni mgonjwa. So nataka kuomba kwamba kama wewe umesikia mwenzako ako na corona, onyesha upendo. Ondoka, hata kama ni nyanya, hata kama ni ndimu, italeta utofauti mkubwa juu ya maisha ya huyo mpendwa ambaye ako na shida. Upendo inafaa uanze ndani ya roho. Upendo bila masharti. Upendo ambao utatufanya tukaweze kuwa na uhusiano mwema na Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema sana. Yeye atuonyesha upendo wa kwanza. Akamtuma Kristo afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Siku hii ya kina baba, wamama wetu, tuonyeshe wazee wetu upendo. Many times we have celebrated Mother's Day. Many times we have celebrated birthdays of our loved ones. But when it comes to Father's Day, nobody cares for them. It is assumed kwamba fathers are there to provide. Fathers are there to make sure they stand in the gap for other people. But fathers themselves, nobody celebrates them. Nobody takes them out. Nobody dares to even think about them. I want to challenge mothers outside there. Think about yourself. How is your husband? How is he? He could be suffering from inside, but we are the best person to understand and read his moods and make sure he's able to give it the best. I want to request all of us kwamba tuonyeshe wazazi wetu upendo. Tuonyeshe mabwana zetu upendo. Wazazi wetu wanahangaika sana kule nyumbani. Tumesoma kama vijana. Tumesoma kama wasichana. Lakini we are not giving back to our parents back at home. But we wait that day, mama amekufa, baba amekufa. We give them the best send off. Ilhali they were living a miserable life. We shall be judged with the Lord. The Lord is requesting us this day kwamba tuonyeshe upendo wazazi wetu, wanaume wetu, wanawake wetu, watoto wetu, hata wachungaji wetu pia waonyeshe upendo. Hata wale ambao wametuajiri waonyeshe upendo. Employees have lots of demands to our employers. They forget kwamba pia employers ni wamejinyima ili tukaweze kupata kazi ambayo tunafanya. We have to challenge ourselves and even support our employers by just showing them love. Hata kununulia maua peke yake, wanajua kwamba kumbe we have touched lives in one way or another. Tunapoendelea, Mungu anataka pia tuwe na huruma. Jambo hili huruma, wapendwa, ni jambo ambalo liko na uzito mkubwa juu ya maisha yetu. Huruma ni lazima tukaweze kujaribu kuwa na huruma na wenzetu. Tujaribu kuangalia kwamba I am because you are because I am. This means kwamba in whatever we do, we must not just think about ourselves. We must think beyond ourselves and think about others. By going an extra mile and remain focused na kuangalia kwamba mimi kama mzazi, mimi kama kijana, mimi kama mwajiri, mimi kama mwajiriwa, nina jukumu gani katika maisha haya ya Mungu kutekeleza. Na natuambia kwamba tuwe na huruma. In situations like these ones, lazima we have to go out and think about other people. By just thinking and talking about your brother, your sister, your colleague, by going an extra mile and giving a hand. Many times when you go to hospitals, you will be shocked. People
have more than enough. But some people are suffering because they cannot make their ends meet. It's my humble appeal kama Wakristo, tuishi kama Wakristo. Mungu alitupenda sana, akatuhurumia kwamba tusiangamie. He delivered us. It is also our part, our time to think about other people and hold them by hand and make sure kwamba hao pia wanapata mahali pa kupumua. Maisha haya wapendwa, ni maisha ya kuhurumiana. Wala ambao hatujabarikiwa, wala ambao tumebarikiwa, tukuje pamoja. Somebody said, show me your friend and I'll tell you who you are. Sisi kama Wakristo, rafiki yako ni nani? If you don't have a friend, if you have a friend who is not adding anybody in your life, it's the high time you need to delete him or her from your phone book, from your Facebook, and wherever, and choose a friend who can add value to your life. Somebody who can tell you, tuende mahali fulani, tusaidiane. Somebody who can tell you, wachana na pombe. Somebody who can tell you, wachana na sigara. Somebody who can tell you, wachana na bangi. Because being na huruma, hauwezi ona mtoto wa mtu anavuta bangi na umwache bwana. Hauwezi chukua mtoto wa mtu mlie pombe na wako hakunywi pombe. I think we need to be an alcoholic free society and campaign all over kwamba watoto wetu wachane na pombe, watoto wetu wachane na sigara, watoto wetu wachane na bangi, watoto wetu wachane na mambo ambayo haitaongeza ladha juu ya maisha yao. Gone are the days parents used to be responsible and a parent was a parent in the entire society. There was nothing like huyu ni mtoto wangu na huyu si wangu. Let us be responsible na tukae pamoja kama wazazi. We rise up to the occasion and bring sanity back to our society. Na kuona kwamba mtoto wa mwenzako mtoto wako, na tuone kwamba tunawapatia maadili ambayo itawafanya wasimame, wafaulu kwa maisha, kwa sababu hao ndio watalinda nchi hii siku za usoni. Kwa hivyo wapendwa wa Mungu, jambo la kuwa na huruma ni jambo kubwa sana. Mungu mwenyewe alikuwa na huruma na sisi, ndio tukaweza tukafanikiwa, tukapata wokovu kupitia kwa Yesu Kristo. Na mimi pia na wewe lazima tukaweze kuhurumia wale ambao wako chini. Tuhurumie wale ambao wanapotea. Tuhurumie wale ambao hawajamjua Kristo, kwa kuwaleta kanisani, kwa kuwatembelea na kuwaonyesha njia ambayo italeta utukufu kwa Kristo. Jambo lingine ni kwamba Mungu anataka tuwe wanyenyekevu. Wapendwa wa Mungu, the Bible says, humble yourself and I will lift you up. The Bible says kwamba nyenyekea nami nitakuinua. Humility is key to any success. Humility is the key to success. Let us wake up and be humble. We are made in the image of God. Everybody is special, fearfully and wonderfully made. But without humility, you cannot succeed. Many times we have lost brains that went to the university, but because of not being humble, they became too proud. Proud cannot put food on our table. The humble will always get the best, and they will always be able to gain favor before God and before man. I want to appeal to each and one of us, every viewer, wherever you are, humble yourself and the Lord will lift you up. In whichever position you are in, my brother, my sister, nyenyekea. Mungu anasema anataka tutembea na wale ambao wamenyenyekea. Na neno unyenyekevu inachukua mambo mengi sana. Inaanzia kwa nyumba yetu. Kuna watu ambao tuko katika ndoa. Ndoa inataka unyenyekevu. Kuna watu ambao tuko kazini. Kazini inataka unyenyekevu. Kuna watu ambao tumeajiriwa. Ukitaka kufanya kazi vizuri na mwajiri wako, lazima uonyeshe unyenyekevu. Wakati kiburi kinaingia, hapo ndio mwisho wako. Somebody said, pride comes before a fall.
I want to beseech each and every one of us that God is asking us kwamba anataka tuwe wanyenyekevu. Na unyenyekevu hii nataka ianzie kwa nyumba. Watoto wetu, wazazi lazima wapewe heshima. Watoto wetu, mwalimu lazima apewe heshima. Kazini kwetu, wale ambao tunafanya kazi, mwajiri wako lazima apewe heshima. Na unapoonyesha kwamba sisi ni watu ambao ni wanyenyekevu, tunyenyekee kwa wale ambao ni wakubwa wetu, Mungu anafungua njia za baraka juu ya maisha yetu. Wamama ambao tumeolewa, the Bible says your responsibility to that house is to submit. Submission is an art of humility. Lazima tunyenyekee mbele ya wazee wetu. It doesn't cost you anything. Just to be humble and your life you'll never regret it in life. Men of these days want a lady who is submissive, somebody who is able to listen to advice and focus. Na mara mingi tukikosa kunyenyekea tunapoteza baraka na bahati ambazo Mungu ametubariki nazo. Kwa sababu hivyo niseme hivi kwamba unaponyenyekea Mungu anafungua milango na madirisha. Wazee wetu, mama wetu, kanisa huanzia kwa nyumba. Na mara kwa mara tumekuwa na kiburi. Sababu umefanya harusi, sababu umeolewa, you think now umefika. Hakuna kufika. Kunyenyekea itafanya uishi maisha mema yenye raha. Na mambo haya mengi, wamama tumekuwa na kiburi, wazee tumekuwa na kiburi, watoto tumekuwa na kiburi. The Bible says, mwanaume kazi yako ni kupenda mke wako. Just love your wife. And we are also being reminded kwamba mke kazi yako ni kunyenyekea. You can imagine these two combination, love and submission. When you do that, Christ will be the center of will be in the center of your marriage. And you can imagine wakati Kristo amekuwa katikati ya ndoa yetu, what do we expect? Tutaona furaha, tutaona mafanikio, tutaona baraka juu ya maisha yetu. Ni ombi langu kwamba siku ya leo vile Mungu ametuuliza tukaweze kunyenyekea, tukaweze kumwalika Kristo juu ya maisha yetu, tukaweze kunyenyekea. Unajua kwamba we are because God has loved us. Tufanye nyumba zetu ziwe nyumba ambao ni kanisa, nyumba ambao ni ya maombi kila wakati. Ni mara mingi tumekumbushwa kwamba wazee tuwe wachungaji wa nyumba zetu. We should be role models. Siku hii tunaposherehekea siku ya wababa, I want men to wake up with their occasion and lead their families in the right direction. Somebody said, who is a successful man? Being successful is not that uko na nyumba nzuri, hapana. Being successful is not that watu wako wamesoma, hapana. Being successful si ati uko na pesa nyingi, hapana. Being successful ni kwamba umelea familia ya namna gani? Which type of family have you brought up? The answer is it should be a God-fearing family. I want to request all of us kwamba we are going to be answerable before the living God. That which type of family have you brought up? And if you are listening if you are watching this from wherever you are, nataka nikuulize, je, watoto wako wako namna gani? Mke wako ako namna gani? Mume wako ako namna gani? Inafaa tujivunie kwamba nyumba yetu imejengwa kwa msingi wa Kristo. Nyumba yetu ni nyumba ambayo imelindwa na imeelekezwa na malengo ya Kristo. Kristo alikufa kwa msalaba ili tukaweze kuokolewa, tukaweze kulinda familia zetu na kuweka msingi yule ambao ni thabiti. Sisi kama kanisa Anglikana tunabatiza watoto wachanga ili tukaweze kuwalea kwa njia ya Kikristo. I want to challenge everybody wherever he's watching from kwamba it is your responsibility to nurture a God-fearing family. And because
we are celebrating Father's Day. I want to remind you that God is calling upon us kwamba tutende mambo ya haki, tuwe na huruma, tuwe na upendo, tuishi maisha ya unyenyekevu na kila mmoja wetu. If we live as God is commanding us to live, I want to assure you that we are going to enjoy the life God has given us. I want to challenge men outside there. Many times tumelia kwamba njia zetu zimefungwa. Ni kwa sababu hatuna amani na wake wetu kule nyumbani. Biblia inasema ya kwamba wakati tumekosana na mke, wakati tumekosana na mume, hata tuombe namna gani, njia zetu haziwezi kufunguliwa. Maombi huwa inapiga tu ceiling board, inarudi chini. Kwa hivyo lazima tutengeze maisha yetu. Na pia kama nimekosana na ndugu yangu ama dada yangu, lazima niende nitengeneze. Biblia inasema kwamba nisiruhusi kutoa sadaka, bali niache sadaka yangu kanisani, niende nitengeneze, ndio nirudi, ndio nipeane sadaka kama nimetengeneza. Kwa hivyo my message to fathers this day, I want us to forgive and support forgiveness. The Bible says that if you don't forgive, you are carrying a heavy load in your heart. I want fathers, wherever you're watching this from, the biggest gift you can give to the nation this day, forgive one another. Kama mke wako amekukosea, msamehe. Kama mtoto wako amekukosea, msamehe. Ni mara nyingi wazazi tumekosana watoto wetu mpaka wametoroka nyumbani, hawajapata nafasi ya kuja nyumbani. Naomba kwa unyenyekevu, mpigie mtoto wako simu penye ako, aje nyumbani mtengeneze. Labda mama na baba mmekosana kwa nyumba, hamuongei, ni wakati wa kutengeneza. Maybe mtoto mmekosana na wazazi wako, ni wakati wa kutengeneza. Kwa sababu msamaha unapokuja katikati yetu, tunakuwa na baraka nyingi sana kwa maisha yetu. Vile nimesema, fatherhood is not a title, it is a calling and a responsibility. Being a father is not just a play. It's not just a play, but fathers play a key role in our life because they protect, they nourish, they sustain, and affirm generations and generations. Fathers guide, direct, and guide family from internal and external attacks. Fathers discipline and rewards in equal measures. A father figure is a destiny helper. He supports dreams and visions of his generation by facilitating careers and professions. So for us to achieve all this, we must embrace forgiveness. And when you embrace forgiveness, you will heal. Many fathers these days die premature deaths. Many homes are being run with the widows just because there's a lot of pressure from fathers are carrying a lot of pressure. Fathers are crying inside. Fathers get pregnant with the problems. Fathers are so much depressed because pressure is too much. I also want to pray that as fathers extend forgiveness this day, mothers, children, be ready to embrace this offer and forgive each other. Because by doing that, we will be able to move from one level to another. I want to finish by saying that in these hard times, fathers, we must be responsible. As we finish, I want to repeat, fathers, we must be responsible. Nowadays, life is hard. You cannot be a good father without brains. We must go to school, we must read the Bible, we must engage with the people who are on another level so that we may be able to tap some knowledge, some talents from other people. We must have brains by reading current news. We must be able to make sure we are
we must make sure that we are in touch with what's happening in everyday's life by going outside the box and seeking what's supposed to be brought on board. Number two, we must make sure in all times, whether you are employed or not, we must put food on our tables. You cannot be a responsible father and your children are suffering. You cannot be a responsible father and your wife is suffering. We must try to put food on the table. For us to be relevant, we must make sure there is money in our pockets by working very hard. Money is there. Good ideas bring money on board. And the Bible says that we are talented differently. I want to call upon every one of us to go an extra mile and make sure you do something that can bring money in your pocket, put food on the table. And you cannot succeed in these hard times without Christ in your heart. Fathers outside there, Jesus lives. He came because he came to redeem us. We were lost, but he came to redeem humankind. To be a father, you must know Christ. If you want to succeed in this life, you must know Christ. Nataka ujue kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Njoo umpokee huyu Kristo ili aweze kuwa Mungu wa maisha wako, wa maisha yako. Unapotenda hivyo, tutafanikiwa nyumbani, tutafanikiwa kanisani, tutafanikiwa kazini. Na siku moja utangalia useme kweli, huyu Mungu amenitoa mbali. Asanteni sana kwa kunisikiza. Wacha Mungu wa baraka akaweze kuwainua. Kama uko na shida yoyote, Mungu huyu ni muweza. Nataka tu kupitia kwa sauti hii, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba siku ya leo unisamehe dhambi zangu. Uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Tangu leo mimi nimeokoka. Nataka nitembee na wewe. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Na kama uko na shida yoyote kule nyumbani, nataka pia nikuombee ili Mungu akusaidie. Inaweza kuwa wewe ni mgonjwa, inaweza kuwa hauna kazi, inaweza kuwa uko na changamoto. Niko tayari kukuombea, na ukiamini Mungu aenda kuponya. Baba wetu katika Yesu Kristo, ninakushukuru maana wewe ni Mungu. Ninamleta huyu ndugu, huyu dada, huyu kijana mbele yako. Mungu unamjua kwa jina. Unajua yale ambayo anapitia. Mwenyezi Mungu, hakuna jambo lolote kwako ambalo haliwezekani. Ninaomba uponyaji ushuke juu ya nyumba hii. Ninaomba uponyaji ushuke katika maisha ya ndugu huyu na huyu dada. Mwenyezi Mungu, yule ambaye hana kazi, fungua njia zake za kazi. Yule ambaye hana amani ndoa yake, Mwenyezi Mungu, leta urejesho. Tunafunga kazi ya shetani juu ya maisha yao. Wale ambao wameshtuliwa na mambo ya ulimwengu huu, Mungu wewe ni Mungu ambaye ni mrejeshi. Wainue na uwabariki na uwatakase, maana wewe ni Mungu ambaye ni mweza. Kwa Yesu Kristo muomba tukiamini. Amen. You are watching the voice of God. The voice of God. The voice of God. Inuka. Angaza. Tangaza.